Kwa karibu mwaka mmoja, hii ndio imekuwa hali halisi ya wenyeji wa kijiji hiki cha Kihoto mjini Naivasha, kaunti ya Nakuru, ambacho kimeathirika na kupanda kwa kiwango cha maji kwenye ziwa Naivasha. Kwa wakazi waliokosa uwezo wa kutafuta makazi mbadala, wamesalia kuishi kwenye majengo ya kupanga yaliyofurika maji. Nyumba zimeenda chini, makazi, hata mimi kutoka kwa hii maji kitambo nifike town ni shida kwangu. Lazima nipambane ndio nifike. Saa zingine viboko zinatembea, zinastua watu, unaweza toka mapema, unaenda kazi, unakuta tena unarudi. Tunachelewa makazini, wengine wanachelewa, wengine inakuwa tatizo, hata wanafunzi wako kwenda mashule inakuwa ni tabu. Tunaathirika hadi kwa chakula, kwa maji ya kutumia, kisima ukiangalia pale panakaa imejaa hizo vitu za maji za green. Kuna tunatumia tu maji tu kulingana na venye tu iko juu, tuna otherwise. Hii hapa ni ziwa Naivasha. Salima Otieno ni afisa kutoka shirika la Kemfri. Anasema kwa hali ilivyo kwa sasa, kiwango cha maji katika ziwa Naivasha kimepanda hata zaidi kwa mwaka huu ikilinganishwa na mwaka 2025 na 2024. Hii maji yenye inaongezeka haihusiani na mvua, kwa sababu ukiangalia hata sasa, kwa sasa Naivasha kumekauka, Turkana imekauka, Baringo imekauka. But zile ziwa zote katika bonde la Ufa unapata kila ziwa maji linaongezeka na hatuna mvua. Tunaongoja wale wa geologist waje waangalie zaidi, wafanye utafiti in that we can understand better ni nini inafanyika katika ziwa zetu za bonde la Ufa.